Okay, nimewaita hapa kutaka kuwaokoa na janga kubwa sana lililopo mbele yenu. Nadhani mnamjua Kelvin. Ndio. Na mbaya zaidi wote mnajijua kwamba kila mmoja anajidhani ya kwamba ni mchumba wa Kelvin, si ndio? Msishangae. Na huo ndio ukweli. Na hayo ndio manufaa ya kuja kusema kwa mchungaji. Kila mtu anapokuja kwako na kukuambia kwamba anakupenda, unapokuja kwa mchungaji, hii ndio faida yake, kwamba uharibifu hauwezi ukaenda mbele. Mapema kabisa uharibifu unajulikana kama ilivyo kwenu. Tunakushukuru sana mchungaji. Hakika Mungu ni mwaminifu sana sana. Sasa ni wajibu wenu wa kusimama imara na kulihakikisha hili jambo linaenda salama na linaisha. Msichukiane, msigombane, wala mtu yoyote asiwe na hila juu ya mwenzie. Nilimwita Kelvin hapa na nikamuonya ya kwamba achague mtu mmoja atakayeweza kumuoa kati yenu. Na baada ya muda mfupi, siku chache, akarudi akasema ameamua kuwaacha wote. Ndivyo ilivyo. Na ndivyo alivyosema kwamba amewaacha wote, lakini cha ajabu ninamuona kwenye maono akiendelea na mahusiano, kitu ambacho hakijakaa sawa. Anaendelea kuwa na mahusiano na watu na nyinyi wote, ili hali sisi ni Wakristo. Hatupaswi kuwa na mahusiano ya watu wawili unaenda nao namna hii. No. Ni bora ulie leo kuliko kulia siku ya harusi, kwa sababu haya mambo huwa yanatokea. Inatakiwa uwe na msimamo thabiti. Usikubali hata siku moja kuchezewa wala kujirahisisha. Mungu, bado nakuamini wewe. Sijui ni nini kimetokea na wala sitaki kujua, ila nalijua jambo moja tu, unaniwazia yaliyo mema. Mimi Rose nakuamini wewe na nitakuamini daima. Nilikuamini nilipokuwa sina mchumba, nikakuamini na hata nilipompata Jay, na sasa ameondoka, ila bado nakuamini. Wewe Bwana umetoa na wewe Bwana umetwaa. Jina lako libarikiwe. Kinjo, nina habari njema sana kwako. Nasikia Rose amerudi yupo nyumbani kwake. Ameshatoka hospitali, lakini hali yake bado sio nzuri. Na nasikia wakati wote wanalia. Sasa tunafanyaje hapo? Ni hivi, wewe unaweza kwenda, lakini uende kwa step. Usije ukamtonesha kidonda chake kwa sasa. Maana naona bado ni mapema, au umache kwanza. Sasa hapo jomba, naomba nikuachie wewe. Maanake wewe una akili nyingi kunizidi mimi. Alafu mimi hapo ndo nitakuja fuatilia.
Kinjo, haya mambo hayahitaji akili nyingi. Unahitaji neema ya Mungu iliyo kubwa sana ili uweze kulitatua hili jambo. Labda saa hizi imekuwa ni mapema sana, au tumwache kwanza? Sasa wewe mlete hapa kwako ili mimi anizoee kwanza. Inaweza kuwa rahisi, si unajua mambo yanatakiwa kuanzia mbali. Kinjo, hilo ni jambo jema na ni dogo sana. Nitakachofanya ni kuweka utaratibu na kila kitu kitakaa sawa, ili kwamba ukija hapa unakuwa na uhuru wa kuongea naye. Ila sasa unajua Rose rafiki yake mkubwa alikuwa ni Jala, na Jala tayari ana maisha yake. Sasa ila sio shida, naamini amekuwa akija hapa haitakuwa jambo gumu sana kwake. Yomba, nakuamini sana. Au nije na Sekubamba awe anamuongelesha tumchangie. Kinjo, unajua Sekubamba atakuharibia. Si unajua alivyo na mambo mengi yule bwana. Atakuharibia bure. Wewe uje mwenyewe tu inatosha. Sasa Sekubamba rafiki yangu, mambo yameshaanza kuwa mazuri. Rose ameshatoka hospitali sasa hivi. Kwa hiyo naanza kumfukuzia mpaka kieleweke. Kumbe Kinjo uko serious namna hiyo? Umetisha sana ndugu yangu. Kwa hiyo harusi lini sasa? Harusi hata sijaanza kumwambia ndugu yangu. Siku akikubali tu harusi hapo hapo. Mimi sitaki mambo mengi. Navuta mzigo wangu na maisha yanaendelea. Kweli mwanangu. Lakini vipi? Aonjaga vitu vyetu kidogo. Yule ni mtumishi wa Mungu 100%. Ndio maana nimeanza taratibu kupunguza kiwango cha sumu ndani ya mwili wangu. Tayari kukutana na mtumishi wa Mungu Rose. Hapa nishaachwa peke yangu. Dalili hizi sio njema kabisa. Unaanza kuweweseka hata kabla hujampata. Ukimpata je? Si hatari hiyo? Jamila, mbona kama unakuwa sio muelewa? Kila siku tunakutana kanisani. Yaani kila mtu ajue naongea na wewe. Kwa nini tusiende nyumbani tukaongea tu, afikishe tukaondoka? Kwanza sioni shida sisi kuongelea hapa. Kwani ni uhalifu kuongea na mtu hapa kanisani? Tena tupo kwenye uwepo wa Mungu. Ni baraka kubwa sana kwetu. Mimi nadhani tutashindwana. Kwani hakuna mwanaume anayempenda mwanamke mbishi kama wewe. Hii ni picha mbaya sana kwangu. Kwanza sidhani kama huku ni kubishana. Mbona tunaongea mambo ya kawaida tu. Hakuna anayemkaripia mwenzie wala kushindana kwa namna yoyote ile. Okay. Kabla hatujashindwana, naomba uniambie unaendelea na mimi au na Monica? Monica yupi? Monica huyu wa kanisani. Kwani kuna Monica wangapi hapa kanisani? Ila Kelvin, hauna hofu ya Mungu kabisa. Nilikuonya awali. Huwa usipende kusikiliza maneno ya watu. Hawapendi wakiona mtu akifanikiwa. Mimi najua hata hivi nilivyo na wewe karibu. Kuna watu hawatopenda, na ndio maana maneno mengi kanisani. Wewe unadhani hata mchungaji anaweza akawa na hila hata asipende jambo lako? Sasa mchungaji ameingilianaje hapo? Usiniletee matatizo mengine na mchungaji. Kwa taarifa yako, taarifa hizi tumepewa na mchungaji mwenyewe. Ametuita mimi na Monica na akatuambia. Hii ishakuwa shida sana. Kama wewe Jamila usipokuwa na msimamo, mapenzi yetu yataharibika kwa kitu kidogo sana. Yataharibika kwa wema na kwa nia njema. Ukweli nakupenda sana. Kama ningekuwa sikupendi, nisingekupa hata muda huu tukaongea. Ila nahisi nimependa sehemu ambayo sio sahihi kabisa.
maana hakuna utulivu hata kidogo. Ila ngoja nipambane, Mungu aniponye na hali hii ninayoisikia. Halo? Nani mwenzangu? Amekufa nani? Huruma amefariki? Oh my God. Hongereni sana. Naona mmeweza kuzimaliza changamoto zote na sasa mko sawa. Lakini mmejua ya kwamba yule alikuwa ni shetani mzima na lengo lake kutaka kuiharibu siku yenu. Ya, ni kweli baba, hata situliona hilo na tukasema ni shetani tu. Vile tukataka kulifuatilia sana, tusije tukajitia unajisi bure. Ya, hongereni. Mlifanya maamuzi mazuri sana kutokufuatilia. Ya, kwa sababu kuna vitu ukianza kuvifuatilia unaweza kadhani ya kwamba unajenga kumbe unabomoa. Hasa kwenye masuala ya ndoa. Ukisema ufuatilie kila kitu unaanza kuona ndio unaleta matatizo kwenye ndoa. Kwa hiyo ni vyema sana kujifunza kupuuzia vitu ambavyo havina madhara. Hakika tuliweza hilo baba, maana mimi na mke wangu tunamshukuru Mungu sana kwa mafundisho sahihi ya neno la Mungu ambayo yanazidi kutufanya imara siku hadi siku. Okay. Kikubwa ni kwamba hakikisheni ya kwamba kwenye ndoa yenu kila kitu mnachukulia kiroho. Mkianza kuchukulia kimwili, mtaona vita ikija kwa spidi sio ya kawaida ambayo hamwezi hata kuizuia. Kila jambo angalia katika ulimwengu wa roho kina maana gani. Hapo ndipo mnaweza mkawa washindi. Amen. Nitaendelea kuambia mambo mengi. Jinsi siku zinavyozidi kwenda, tutakuwa mnakuja tunashirikishana mambo mawili matatu. Amen. Yeah.
Sipo tayari kumwacha Kelvin. Huo ndio msimamo wangu. Najua maisha ni mapambano. Nikikomaa sana, ndoa lazima. Jamila hanitishi kwa chochote. Wa kawaida sana. Ngoja nipambane. Huhitaji kulia, Sandra. Kitu kikubwa ambacho unatakiwa kukifanya ni kuwaombea ndugu, jamaa na marafiki na wafiwa pia. Mungu awape faraja. We haujui tu, Huruma ni rafiki yangu kuliko hao wengine wote, kwani nimekuwa naye toka utoto. Yaani sio rafiki wa mbali, ni wa karibu sana sana. Okay, na ndio maana nikasema ni vyema sasa kuombea ndugu, jamaa, hata wewe pia nitakuombea. Usijali, mimi nitasimama kwa ajili ya kuombea ndugu zako. Nitasimama kwa ajili ya kuombea ndugu zake, kukuombea wewe. Bwana akupe moyo mkuu ili usiumie tena. Naomba umwombe rafiki yangu afutiwe dhambi zake na afike mbinguni, na hapo nitakuwa na faraja kuu ndani yangu. Sandra, hakuna maombi ya namna hiyo. Ninajua una uchungu, lakini ukweli ni kwamba hakuna maombi ya wafu, kwa sababu Biblia inaeleza kwamba baada ya kifo ni hukumu. Kwa rafiki yako mara baada ya kufa tayari alipita katika hukumu ya kujua anaelekea wapi. Kwa hiyo mimi sasa hivi, wala mtu awaye yote hana uwezo wa kuomba akatolewa kutoka mahali alipotakiwa kwenda kutokana na hukumu yake halafu akapelekwa sehemu nyingine. Si kweli, sawa sawa na maandiko. Na ndio maana unakuta hata kile kipindi ambacho tunasoma maandiko tunaona story ya Lazaro na yule tajiri. Unaona yule tajiri alimuomba Ibrahim, akasema naomba mtume Lazaro japo aweke maji katika ncha ya ukucha wake aje uburudishe ulimi wangu. Lakini Ibrahimu akasema haiwezekani, kwa sababu hakuna namna wa upande huu wanaweza wakaenda upande mwingine. Hapa alikuwa anaongelea kuzimu, kule kuzimu ya juu na kuzimu ya chini, ambapo zamani watu wote walikuwa wakifa walikuwa wanashuka kuzimu. Hata kama walikuwa umetenda matendo mema walikuwa wanashuka kuzimu, lakini kwa kuna kuzimu ya juu na kuna kuzimu ya chini. Kwa hiyo aliwaambia, akamwambia hivi yule tajiri ya kwamba kule kuna manabii, kuna mitume, kuna walimu, kuna wainjilisti. Wasipowasikia hao, hakuna namna mtu baada ya kufa anaweza akaja kubadilishiwa hatima yake akishahukumiwa. Kwa hiyo iliishia hivyo, kwamba ilikuwa ni ngumu na haikuwezekana. Na ndivyo ilivyo. Biblia inaeleza baada ya kifo ni hukumu. Kwa mimi siwezi hata dakika moja nikamuombea rafiki yako akatoka upande mwingine akaenda upande mwingine, haiwezekani. Mwisho wake unamaanisha nini? Ni matumaini yangu ya kwamba umefurahia na umebarikiwa na tamthilia hii na episode hii uliyoiangalia. Endapo ungetamani kusupport huduma hii ili iendelee kufanya kazi nzuri na kuendelea kufanya filamu nzuri, unaweza kusupport huduma hii ikawa ni sadaka yako. Utaiachilia hiyo sadaka kwenye hiyo account namba yetu ya Holy Movies, nasi tutaipokea kwa moyo wa shukrani na tutamtukuza Mungu kwa ajili yako. Amen. Naitwa Pastor Miamba.